Gazeti la Telegraph la Uingereza linaripoti kuwa Rais wa Marekani Donald Trump alionywa kwamba jeshi la Marekani linahitaji muda wa ziada kujiandaa kabla ya kufanya mashambulizi yoyote yanayowezekana dhidi ya Iran, wakati ikulu ya White House ikiendelea kupitia orodha ya malengo yanayoweza kushambuliwa, yakiwemo vyombo vya usalama vya Iran vinavyohusishwa na ukandamizaji wa kikatili wa waandamanaji. Onyo hilo linakuja wakati hali ya machafuko ikiendelea kushika kasi kote Iran, huku kukiwa na kukatwa karibu kabisa kwa mtandao wa internet, hali inayodhibiti kwa kiasi kikubwa taarifa zinazotoka nchini humo. Shirika moja la kutetea haki za binadamu lenye makao yake makuu lililonukuliwa na Reuters linasema angalau watu 116 wameuawa tangu maandamano hayo yaanze. Wakati huo huo, Trump aliweka wazi kuunga mkono waandamanaji kwa kusema Marekani iko tayari kusaidia. Wakati huo huo, Tehran inaongeza vitisho nje ya mipaka yake. Spika wa bunge la Iran alionya kuwa iwapo Iran itashambuliwa, basi Israel pamoja na kambi za kijeshi za Marekani, meli na maslahi yake katika eneo hilo zitachukuliwa kama malengo halali. Vyanzo vya Israel vilivyozungumza na Reuters vinasema kuwa Yerusalemu iko katika tahadhari ya hali ya juu, ikijiandaa kwa uwezekano wa Marekani kuingilia kijeshi. Ripoti Axios iliyonukuliwa na Iran International inasema timu ya Trump pia inatafakari kutumia mbinu zisizo za kijeshi moja kwa moja, ikiwemo kuhamisha meli za kubeba ndege za kivita, kufanya mashambulizi ya mtandao cyber attacks, na operesheni za taarifa na propaganda. Hatua hizi zilijadiliwa kutokana na hofu ya ndani kwamba shambulio kubwa la kijeshi kwa sasa linaweza kuleta matokeo kinyume na kudhoofisha kasi ya nguvu ya maandamano yanayoendelea nchini Iran. Kwa nini Trump anaonywa kusubiri kabla ya kushambulia Iran? Onyo lililotolewa kwa Rais Trump linaonyesha kuwa ndani ya jeshi la Marekani kuna tahadhari kubwa kuhusu gharama na athari za shambulio la haraka. Iran kwanza si taifa dogo kijeshi, ina mtandao mkubwa wa vikosi vya ushawishi, silaha za masafa marefu na uwezo wa kulipiza kisasi katika Mashariki ya Kati. Hivyo shambulio lolote linahitaji maandalizi ya kina ili kuepuka hasara kubwa kwa Marekani na washirika wake kama vile Israel. Lakini vile vitisho dhidi ya Israel na kambi za Marekani. Kauli ya spika wa bunge la Iran Mohammad Kalibafu kusema kwamba Israel na kambi za Marekani ni malengo halali ni ujumbe wa kuzua hatari kubwa na tahadhari kubwa katika mataifa hayo. Lakini Tehran inataka kuonyesha kuwa gharama ya kuivamia itakuwa kubwa na itahusisha eneo lote. Ndio maana Israel ipo katika tahadhari ya juu, kwa sababu Irani inaweza kutumia makundi kama Hezbollah au mashambulizi ya mikombora kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Sasa hali inazidi kuwa ya taharuki kubwa kulikweli, kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku Rais Trump akionywa na jeshi la Marekani kwamba si muda sahihi wa kuweza kuishambulia Iran kwa hivi sasa, bali wanatakiwa kuweza kuangalia ripoti yao vizuri na kupitia maeneo ambayo huenda wakayashambulia kabla ya kuweza kushambulia. Mtazamaji wetu, basi ungana nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.